Naitwa Maudi Shindo, ni mwanakijiji wa kijiji cha Ruhatwe. Naitwa Mwanahawa Ali, mkazi wa kijiji cha Ruhatwe. Naitwa Mseula Ngunde, mwanajamii wa Ruhatwe. Naitwa Abdrahmani Ajuti, mwanakijiji wa Ruhatwe. Naitwa Asa Jalili, mwanakijiji wa Ruhatwe. Naitwa Saidi Kalupula, mkazi wa kijiji cha Ruhatwe. Naitwa Mwanahawa Saidi Njehule, mkazi wa kijiji cha Ruhatwe. Naitwa Bushiri Omari Limbanga, ni mkazi wa kijiji cha Ruhatwe. Naitwa Hasani Saidi Omba, ni mkazi wa kijiji cha Ruhatwe. Sisi wanajamii wa Ruhatwe tunatuletea filamu hii inayohusu haki za kimazingira, hususan maji. Serikali na wadau mbalimbali tunaomba mtuelewe na kutusikiliza shida zetu kupitia filamu hii. Naitwa Makula Aina Juma, ni mkazi wa Ruhatwe. Nipo hapa katika eneo la kibanda cha maji, na hapa sasa hivi nipo na Mheshimiwa Waziri Saidi Zeze. Yeye atatuelekeza rasmi ni juu ya mradi huu wa maji uliendeshwaje juu ya haki ya kimazingira. Asante sana. Mimi naitwa Waziri Saidi Zeze. Kama alivyozungumza kuhusu swala huu mradi wa maji, kwa kweli huu mradi si tumeuona tu, hatukupata shirikishi sahihi kama wanajamii. Tumeuona na ulivyouona, kwa sababu umeletwa, basi tukawa tumeuona unaendeshwa, lakini hatukutendewa haki ya msingi kama wanajamii, kwa sababu hatukupata shirikishi, ila tu tumeona maji tumeletewa. Na hata hivyo maji yenyewe nayo si maji sahihi, ni maji machungu, hayanyweki kwa binadamu. Hata kama utayaweka sehemu kwa muda wa siku 2, basi yana asili ya kuzaa kutu. Kwa hiyo ndio hivyo. Labda nikuulize swali juu ya mradi huu ulivyofika na kupokea hapa kijijini na kuona tu unaendelea. Wewe kama wewe mwanajamii, unavyosema kwamba ukushirikishwa, pamoja na ukushirikishwa, maji hayo unazungumza yana chumvi. Sasa unaiambiaje serikali? Serikali kama serikali sina la kuliambia, kwa sababu haya maji yamekuja na nimeyaona. Nikaona hivi vitu tu vimekuja na vipo, basi sikuwa na maelezo zaidi ya hilo. Lakini mimi kiupande kama mwanajamii, ili alikunipeleza, kwa sababu kama ningekuwa shirikishi, maana yake ilikuwa tupate maji sahihi na tuchafanye uchambuzi wa kina. Lakini kwa kuwa wao wameleta, basi mimi kawa naona. Labda nikuulize swali la mwisho. Wewe kama mwanajamii wa Ruhatwe ulikuwa unahitaji maji ya aina gani? Mimi kama mwanajamii wa Ruhatwe nilikuwa nahitaji maji ambayo yanatusaidia kwa mambo mengi. Kwanza ilikuwa yatusaidie kwa ajili ya kunywa, kwa ajili labda ya kufulia, labda kumwagia mimea. Lakini maji haya, kwa haya yote hayasaidii, ila yapo. Wewe kama mwanajamii, pamoja na hayo yote, huu mradi unafaika nao nini? Huu mradi kwa mimi, labda manufaa niyazungumze kwa kifupi, labda kuwa karibu tu na kwa sababu tabia ya jambo, lakini hakuna tena manufaa mengine. Ila kwa kuwa yako karibu, basi ndio hivyo. Tatizo likishajitokeza, basi hata maji ya chumvi ya bahari unaweza ukayatumia. Huyo ni mwanajamii wa Ruhatwe ambaye alikuwa anazungumzia juu ya mradi huu wa Ruhatwe wa maji. Mimi hapa niliokuwa na hoji ni Makula Aina. Nasema asanteni. Mimi naitwa Mseula Hamza Ngunde, nipo katika maeneo ya bomba ya Ruhatwe na nimekutana na mwanajamii hapa wa Ruhatwe na hojiana nao kuhusu masuala ya maji. Unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Salmu Abdalla Kiponga, ni mkazi wa kijiji cha Ruhatwe na mwanajamii harisi wa kijiji cha Ruhatwe. Unatambua vipi kuhusu mradi wa maji? Kwa utambuzi wangu mimi, jinsi unavyojua mradi wa maji, nafikiri kwamba mradi huu umetoka katika ngazi ya wilaya kutufikia sisi, na walipofika hapa mradi huu tukaambiwa kwamba kuna mradi huu wa maji ambao umefika hapa, na tukaanza kufanyia utafiti juu ya upatikanaji wa maji unapatikana sehemu gani. Kwa hiyo tukaenda mpaka katika maeneo ya hospitali pale, ndipo tulipogundua maji pale yanapatikana kwa wao wataalamu, na tukaanza kuchimbiwa na mpaka kufikia hatua ya kupatikana maji. Lakini tu baada ya kupatikana haya maji, kwa kweli haya maji kwa sisi wanajamii hayasaidii kitu chochote,
hayasaidii kwenye kunywa, kufulia na wala kuoga. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumekwama juu ya mradi huu wa maji ambao maji haya hayafai kitu chochote. Labda tu kipi hamkutendewa haki kuhusu mradi? Kwa kutotendewa haki kwa mradi huu wa maji kwa sasa hivi maji yake machungu, kwanza hatukushirikishwa kwenye mikutano juu ya uletaji wa maji. Kama tungekuwa tumeshirikishwa toka nyuma, kwa maana kwamba tungechagua sehemu zile ambazo sisi tunazijua kuna maji ambayo yanasaidia. Kwa mfano, kule katika kisima kile cha kwenda njia ya Kikole, kule ni maji ambayo yalikuwa safi na tuliletewa mradi huu muda mrefu, lakini kwa bahati mbaya mashine yake ikawa imeibiwa na sisi kwa namna ya kuifanya jinsi ya maji yatoke tukashindwa. Lakini kama tungepata katika maeneo yale kule ya Kikole, kisima kile kilichokuwa cha zamani, tungekuwa safi kabisa. Kwa hiyo unadai kwamba mmeupokelea vizuri ama mmeupokelea vibaya huu mradi? Kwa kuwa huu mradi umeletwa kwa njia hiyo, kwa kweli hatukuupokea katika hali iliyokuwa safi. Kwa sababu usafi kwa maana upate kitu kizuri. Na kama umepata kitu kibaya maana yake kinakuwa si kizuri tena, sio safi. Sasa unawaambia nini wanajamii wenzako aidha serikali ambayo wameileta huu mradi? Kwa sasa hivi kwa kuwa wanajamii hatuna uwezo namna nyingine, na iambia serikali kwamba kwa sasa hivi uletwe mradi mwingine wa maji kwa utafiti uliokuwa shirikishi, ili na sisi tuchague sehemu ambayo maji yanapatikana kwa usafi zaidi. Kama kwa mfano kule kama tulivyozungumza barabara ya Kikole, kisima chetu kingefufuliwa zaidi ili tukapata maji safi. Nilikuwa na mwanajamii hapa wa Ruhatwe ambaye nilikuwa nahojiana na masuala ya maji, nasema sina zaidi, asante sana. Ruhatwe hoye. Ruhatwe hoye. Asanteni sana. Mimi nafikiri tumekutana hapa kwa ajili ya mkutano mkuu, tunataka tujadili agenda zetu hususan na masuala ya kijiji. Kwa hiyo bila kuwachosha, nimkaribishe mheshimiwa mwenyekiti atufungulie kikao ili tuende kujadili agenda zetu. Ruhatwe hoye. Ruhatwe hoye. Kama alivyosema mtendaji kwamba mimi ndo mfunguaji kikao hapa. Kwa mada tunayozungumza ni maji na ng'ombe. Hiyo ndo mada ambazo tunazizungumzia. Kwa hiyo tuwe baridi, kikao na kifungua. Ruhatwe hoye. Ruhatwe hoye. Agenda yetu ni moja tu. Agenda kubwa ni agenda ya ng'ombe, ndio tutataka kujadili hapa. Kwa hiyo naomba muwe watulivu na mchangie mada vizuri ili tuone kwamba tunawezaje kuwa nao ng'ombe au tunawashindaje kuwa nao ng'ombe. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, nafikiri ongoza mkutano. Nafikiri sasa kipindi kilichobaki ni kuchangia mada kati ya watu gani wanataka ng'ombe na watu gani hawataki ng'ombe, ndio neno ambalo tumenasa nalo hilo. Mimi ikiwa kama mjumbe, mimi nahitaji ng'ombe sababu ng'ombe napata nyama, maziwa, na wahitaji sana. Nani mwingine anachangia? Mikono changieni. Mheshimiwa mwenyekiti kidogo. Asante sana. Mimi ng'ombe siwahitaji kwa sababu ng'ombe wana madhara, maji yanatibua, mimea wanakula na kadhalika. Mimi ng'ombe nakubali. Na nakubali kwa sababu akienda tu mume wangu kwa Mang'ati kule anapata nyama, maziwa, kila kitu. Mimi ng'ombe nakubali sana kwa sababu mchinjaji wa ng'ombe Ruhatwe ndo mimi hapa. Napeka na Ngukuru Starcom, muuzaji wa nyama kwa kilo shilingi 4,000. Kwa mimi napata ajira ya nyama, napata ajira ya pesa. Mimi ng'ombe siwataki kwa sababu jana tu amenilia bamia langu shamba zima, ala sina hata mboga yote sasa hivi. Jamani ndugu wananchi, tusiwe hapa tunajifurahisha tu kwa kusema mimi nakubali au mimi nakataa. Tuseme kauli moja, ng'ombe jamaa zangu ni hawafai. Hawafai kabisa. Mimi siwataki. Hayo maneno ya nini tu. Kwanza ninachokuambia mimi naishi kutegemea ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe bwana wewe tuwakubali jamaa zangu. Mimi unavyoona ujanja wote huu, mimi na familia yangu naendesha kutegemea ng'ombe jamani, Wasukuma na Mang'ati.
Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mimi nasema ng'ombe tuwakubali, sababu mji bila wageni hauwezi kuendelea. Tukae tu na kijiji peke yetu bila wageni hauwezi kuendelea. Kwa hiyo tukae nao wenzetu. Kwanza tuseme mambo mengi, bia wanakunywa, madukani mwetu tunauza. Waheshimiwa wananchi, nadhani mada ziko mbili. Kuna watu wanakataa na kuna wananchi wanakubali ng'ombe. Sasa kila mtu mwenye mada ya kukataa atoe mada yake, na mtu anayekubali atoe mada yake ya kukubali. Kwa sababu mimi mheshimiwa mwenyekiti nakubali ng'ombe ruatwe kwa sababu mafanikio mimi nayaona. Sasa mtu akisema ng'ombe yeye hataki, labda apate mafanikio, kimi mafanikio mimi napata ng'ombe. Mheshimiwa mwenyekiti kidogo hapo. Mimi bwana leo unavyoona mwaka huu nimeongeza mke wa 3, naweza kumiliki wake wa 3 kwa ajili ya ng'ombe wa wafugaji. Mimi naenda nao sambamba, wananipa maziwa, nyama, tunawaibia hata nyama ng'ombe wengine, kwa hiyo tunafaidika. Tunaendelea vidole, wananchi tuchangie. Mimi nasema ng'ombe siwataki kwa sababu ng'ombe wanatuvurugia maji. Jana tu nimeenda kisimani nimeshindwa kuchota maji, nikuta kinyesi mwe na koje maji yote yananuka, hayafai kwa matumizi yote kihusu kibinadamu. Mchango. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ng'ombe siwataki kabisa. Ninavyokuambia hivi leo siku ya 3 mimi sijaoga maji. Mke wangu kule kila akienda kule kisimani anakuta ng'ombe wanakoga, wanavuruga, kwa hiyo anarudi bila kubeba maji. Kwa hiyo mimi ng'ombe siwataki mwenyekiti. Sawa, mwingine. Haraka. Mimi ng'ombe siwataki. Sababu kutotaka ng'ombe maji wanavuruga vibaya mno. Matumbo, homa za matumbo, shida za kawaida, milipuko zimeshaanza kwa ajili ya ng'ombe. Asante sana. Mimi sasa na kipindi cha kutoa maazimio. Tutoe azimio. Upande wa ng'ombe mmoja, upande wa kukataa mmoja, upande wa kukubali mmoja. Tutoe maazimio. Labda tu mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa nafikiria tujaribu kuona kwamba wangapi wanataka ng'ombe na wangapi hawataki ng'ombe, ili tuweze kufikia maazimio, kwa sababu wengine wanawataka, wengine hawataki. Kwa hiyo maazimio hatuyapati. Nafikiri tufikie hatimio. Nafikiri waheshimiwa wajumbe, mtendaji kishafafanua wangapi wanawataka ng'ombe na wangapi hawataki ng'ombe. Wangapi wanataka ng'ombe na wangapi hawataki ng'ombe. Tutoe vidole. Mimi nataka ng'ombe. Mimi nataka ng'ombe. Mimi nataka ng'ombe. Wasio wataka. Labda mheshimiwa mwenyekiti, naomba shusheni kwanza mikono. Kwa hiyo juu ya hili mimi nafikiri mheshimiwa mwenyekiti hatutapata maazimio kwa sababu asilimia zipo wanawahitaji, zipo hawahitaji. Kwa hiyo nilifikiria kwamba hii hali hii tuone tu tunaandika barua kupeleka wilayani watatusaidiaje, kwa sababu tukifanya tu sisi maamuzi hatuwezi kupata majibu, kwa sababu wengine tutakuwa tunawatendea haki, wengine hatuwatendei haki. Kwa hiyo nafikiri leo mkutano mheshimiwa tuvunje, tuitishe mkutano mwingine, lakini badala ya wewe kwenda wilayani kupeleka taarifa kwa viongozi, alafu tutakuja kupata majibu zaidi. Sawa. Waheshimiwa wananchi, kama tulivyosikia mtendaji akizungumza kwamba maazimio kwa sasa hivi hatuwezi kuyapata kwa sababu kolamu zinazokubali na zinazokataa zinakwenda sawa. Kwa hiyo tunachofanya, ofisi hapa itaandika barua kuwaita wakuu wa serikali upande wa wilayani, tuje tulisawazishe neno hili, tutapata maamuzi baada ya kuja wao. Asante sana. Na kikao na kifunga. Yaani mwaka huu bwana wewe, mwaka sio hatari mwanangu, kaenda huko kucheza mpira kaumia nguu, afu mimi pesa sina. Kalasha kufanya mimi sina, majanga matupu. Sielewi mwanzo wala mwisho. Kila ninaomwenda tembea upate hela kwenye maduka. Wewe maduka wenyewe mimi sina zamana, kila mtu anidai. Wana. Vipi wanangu? Shwari. Vipi sister? Kwema. Mambo mengine vipi? Amani. Wanangu, hali mishawe ya ngumu ndugu zangu. Of course, wale ng'ombe kutaronkuu siku ile watu hatujaelewa kama mimi, unaelewa? Yaani mke wangu jana ameenda kisimani kule. Unaelewa kitu iko? Yaani amekuta maji yamevurugika vibaya mno. Unaelewa? Sasa tunashangaa wale ng'ombe vipi sasa? Wale ng'ombe sio watengewa maeneo yao. Wametengewa maeneo yao vipi? Na wakati kwenye mkutano mkuu pale sisi tulivyofunga nyinyi tupate majibu wote, wananchi wote wanasema wametengewa maeneo yao maeneo gani? Kwanza wewe unafikiri unaweza kushindana na serikali? Serikali kwa taarifa yao kama hujui, washalamba hela, kule walikotengewa kulikuwa juu sana. Unaona?
Kwa hiyo maji hakuna. Kwa hiyo wao chakula hela na ng'ombe anakuja kulishwa pale. Hiyo tena utajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo serikali na mimi mwanajamii, yani nani anatazamika? Sisi hao tutendea haki serikali bwana. Bwana serikali mabosi huwezi kushindana na mkubwa wa mambo gani? Kwa hiyo mimi ninachotaka kuamua hapa, mimi naenda kujiseti pale Ntoni pale na shoka langu. Akija ng'ombe mimi nakufa naye. Hiyo shauri yako. Kama serikali ni kula hela, wao ndio watakuja kumlipa ng'ombe. Umeelewa? Mimi sitoki pale. Vipi washikaji mbona hivi hapa? Uzushi sijui. Kama kawaida. Nataka maji, kuoga maji kitu gani? Bora nyama kule kuoga maji. Anaanga nini mbona simuelewi? Sijui ng'ombe sijui amevuruga maji, simuelewi. Ng'ombe vipi baba? Ng'ombe mwanangu pale Ntoni pale vyanzo vya maji vyote vimeharibiwa. Serikali yetu imepokea ng'ombe bila kujua wananchi. Umeelewa? Lakini sikiliza nikwambie ndugu yangu, ng'ombe kule wameweka mpaka. Mipaka ipi? Mbona unafikia mpaka maji anakunywa bwani pale, kula anakuwa amboni kwenye bamia, mitolilo na majani ya kunde bondeni kule. Wana ng'ombe akale wapi? Serikali gani si hatuelewi? Mimi kama mwananchi mbona serikali hii hapa Ruato ikate mwenyekiti na mtendaji wake. Serikali ilishachukua hela, kwa hiyo mwananchi hela bila kujua. Hajatendea haki serikali. Sina time wala na imani niloshia. Mimi naitwa Abrahamani Ajuti. Kitendo ambacho kinanisikitisha, kule mtoni maji yale ni machafu. Akina mama wanavyokwenda wanarudi bila kurudi na maji mazuri, kwa sababu wanashindwa kuyachukua. Kuna matatizo ya maji yale, kuwa wanakoroga ng'ombe, yana vijidudu vichafu. Kwa hiyo watu wengi sana wanavyokwenda kule mtoni, maji yale tunashindwa kuyatumia. Kwa hiyo kwa vyovyote vile maji yale yanasababisha magonjwa mengi tunayagundua hapa kijijini, lakini hatujui nini chanzo chake. Chanzo chake ni maji yale ya Ruhatwe kule mtoni kwetu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile vyombo vinavyohusika viangalie jambo lile, tujue kwamba sasa hivi hapa Ruhatwe tunapata maji safi ya kutumia, kukoga, kukunywa. Kwa hiyo ujumbe ninauleta kwa wananchi kwamba maji tunayoyatumia kule mtoni kwetu ni machafu, hayafai. Mimi naitwa Mseula Ngunde, nimekutana na mfugaji hapa Ruhatwe, tunahojiana kuhusu masuala ya ufugaji alivyofika hapa Ruhatwe. Brother, unaitwa nani? Naitwa Samuel James. Wewe Samuel James, umetokea wapi kufika hapa Ruhatwe? Nimetoka na Ngurukuru. Ni mzaliwa wa wapi wewe? Mimi ni mzaliwa wa Sumbawanga. Kutoka Sumbawanga mpaka kufika hii Kilwa umefika lini? Nimefika mwaka na 2002. Je, ulivyofika hapa Ruhatwe ulikutana na nani ili kuweza kuishi hapa? Nilikutana na mwenyekiti mtendaji, ndo niliyokutana nao. Mlifunga mkataba gani wa kuweza kuishi? Wao walinipa tu maelekezo, wakaniambia kwamba inabidi nitoe kiingilio cha pale kwenye kijiji. Kwa hiyo nikawa nimetoa kiingilio, nikaenda kuchukua ng'ombe nikaleta. Ulileta ng'ombe kwenye serikali? Kwenye eneo niliyotaka kuliishia. Kwa hiyo hichi umezungumza ulitoa kiingilio. Hiki kiingilio ni kitu gani? Kiingilio si ni pesa. Kwa maana ulitoa pesa. Labda tu baada ya kutoa pesa, je, walikutengea maeneo ya kuweza kuishi ama walikuruhusu tu uwepo tu? Walinielekeza kwamba maeneo ya kuishi wewe sehemu fulani. Ndo nilikoenda kwenye maeneo walionielekeza huko. Hivi kuna taarifa za kwamba ng'ombe wanavuruga maji sehemu ambazo wanajamii wanazitegemea kuyatumia maji kimazingira. Wanalalamikia kwamba wanayavuruga maji ng'ombe. Hivi ni ng'ombe wa nani? Hao ng'ombe, kuna ng'ombe waliokuwepo jirani zetu. Sasa wale ng'ombe kwa siku hizi wametoka. Kwa hiyo si wa kwako? Sio wa kwangu. Mimi ng'ombe wangu waga nachunga tu kwenye lile eneo, naenda kunywesha mto Matando. Kwa hiyo wewe kama wewe unawaambia nini wafugaji wenzio kuhusiana na swala la uvurugaji wa maji sehemu ambazo wanakunywa wanajamii? Kwa neno la kuambia mimi sikuwa nalo, ila mimi nilijaribu tu kuwaelekeza siku moja kwamba pale wananchi wanalalamika maji wanayokunywa ng'ombe wenu pale wanatumia na wao yale. Wewe kama wewe unakutana na migogoro gani kuhusu na wanajamii? Hakuna migogoro yote unayokutana nayo kutokana na wewe jinsi gani unavyoishi na wanajamii wa hapa?
Kwa hapa tangu nilipofika hamna, sijakutana na mgogoro wowote. Kwa hiyo unaishi nao vizuri na mnaelewana vizuri tu, unafanya nao kazi pamoja? Ndio. Sawa, nilikutana na mfugaji hapa, nilikuwa nahojiana naye kuhusu masuala ya ufugaji katika eneo la Ruatwe. Kwa hiyo natoa shukrani, asante sana. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi. Ndugu wanajamii, huyu mgeni ambaye ndo tulikuwa tunamsubiri tangu muda ule, sasa hivi amekwisha tufikia, na tuwe wazi, tuwe baridi kusikiliza mazumuni ya safari yake. Asante mwenyekiti. Sawa, tumekuelewa mwenyekiti. Ndugu mtendaji, hebu tuwa kidogo kumkaribisha mgeni. Mgeni karibu. Sisi hapa tumekaa kukusubiri kwa muda mrefu. Nadhani changamoto kubwa ni kuhusu masuala ya kilimo na hali ya hewa. Kwa hiyo karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa uvumilivu wenu, kwa sababu nimechelewa, muda si mzuri sana ambayo nimefika, lakini kutokana na mazingira ya usafiri ulinitafanyia tabu kidogo. Kwa hiyo natoa shukrani kubwa za dhati kwa kuweza kunistamilivu mpaka hivi sasa. Lakini pia vile vile nafikiri labda nitaje dhamira ambayo imenileta hapa na nijitambulishe. Mimi ni afisa kilimo wa wilaya na nipo makao makuu kule wilayani, na nimekuja hapa kwa niaba ya kufahamisheni juu ya masuala ya hali ya hewa mwaka huu si mazuri, kwa maana kutakuwa na mvua nyingi na itapelekea mafuriko. Kwa hiyo ushauri mkubwa kwamba mulime sehemu za vilimani, msilime sehemu za maboteni. Kwa hiyo nafikiri hilo ndo ambayo nilikuja nalo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri utaliwakilisha kwa wananchi. Nafikiri kama tulivyosikia ndugu wajumbe kwamba pamoja na wananchi kwamba mtaalamu wetu ametueleza kwamba mwaka huu kilimo kitakuwa kigumu kwa kuwa kitakuwa na mvua nyingi. Sasa madhara ya mvua tunajua kwamba tukikaa bondeni tunakutana na mazingira ya kupambana na maji ya mengi na mazao yanakufa. Kwa hiyo tukae vilimani. Mtaalamu anatushauri tukae vilimani. Nadhani mnanielewa. Tukae vilimani. Nakuelewa. Kilimo chetu sasa kitegemee vilimani. Mheshimiwa Mwenyekiti kidole. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtaalamu amekuja na tumekaa kwa muda mrefu kumngojea mtaalamu aje hapa kutokana na maelezo yake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ujue huyu mtaalamu wako anayekuja hapa, mimi mwaka jana nimelima bondeni na nilipata mazao mimi ya ufuta mwingi sana. Nimepata hela, nimenunua basikeli, nimenunua pikipiki, nimenunua gari kwa sababu ya ufuta kilimo cha bondeni. Je, mwenyekiti, huyu mtaalamu anasema kwamba uje basi tuame bondeni, eti tuame kilimani. Uje Mheshimiwa Mwenyekiti, uje ututanja sina mke wangu, uje mimi mwenyekiti huyu. Usikubali mume wangu atanitia shoti. Unasikia wenzangu? Bwana Siamba huyu kaja. Inabidi tusikilize maelezo yake atapokuwa anasema. Lakini tukifanya kubishana hapa, tutakuwa tutoke hata moja. Atutulia njaa sisi huyu. Matatizo tunayoyasikia, tunayoyataka sisi ni kubisha mambo ya kitaalamu. Na wakati tunabisha mambo ya kitaalamu, matokeo yake nyinyi wenyewe mnakuja kuilalamikia ofisi baada ya kukumbwa na matatizo. Sasa kama mnabisha, mimi sisemi msibishe, lakini acheni tabia ya kubisha mambo ya kitaalamu. Utamu mwingi na kulima. Tunapata kuna mwingi. Wapi kilimani mambo jua kali. Usikubali mume wangu. Umesikia mwenyekiti? Mimi unavyoniona mimi wataalamu nawafuatilia kweli na wataalamu ili ufanikiwe ufuate wataalamu. Ukajifaa kujua madhara yake utaona. Watu wasiosoma, mimi watu wasiosoma wanajua matatizo yao. Hivyo yote kutokusoma hii. Kwenda. Hivyo kutokusoma mtu sio soma. Atayaona ya ubishi. Soma hana faida. Mambo kama hizo mmoja anapigia. Ndio ndo katangu mimi hapo. Kubali. Labda tu Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nilifikiria kutokana na hii hali ya mkutano kuwa si mzuri, niliona mimi niache nirudi na nyinyi ukae na wanajamii wako uongee nao vizuri, na hizi taratibu mzipange katika utaratibu ambao unaeleweka, lakini muhakikishe kwamba mwaka huu ni hali ya hewa si mzuri. Msilime sehemu za bondeni, limeni sehemu za vilimani. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hilo tu, nakuacheni. Asante sana. Karibuni. Asante mwenyekiti. Asante. Asante mwenyekiti. Safi. Mimi bwana mwenyekiti nimekuja na mke wangu. Mimi bwana wewe ametukuta maafa makubwa kwa mwenyekiti. Kutokana na hali ya mwaka huu ya mafuriko. Mimi bwana mwenyekiti na mke wangu nguo zetu zote zimeondoka na maji, mahindi yetu, vyakula vyetu, pamoja na mifugo yetu.
Lakini katika mkutano ule wa kupanga mipango na yule bwana shamba kuja kuelezea juu ya utaratibu mzima wa mwaka huu juu ya maji na mafuriko, si mimi kuwepo? Tulikuwa na sisi bado tulikuwa wakaidi, lakini kutokana hali ya Mwenyezi Mungu huwezi kuijua, basi kwa sababu mimi mwaka juzi nilichukua ufuta mwingi pale bondeni. Lakini mwaka huu sasa mnaona kwamba tatizo limeshakupateni. Mimi nakiri kwamba tatizo limepateni, lakini sasa nendeni, mimi nitafanya utaratibu. Sasa nasikia mwenyekiti, unapotuona hivi kuku mifugo yetu, nimeyasikia hayo utaratibu mimi nafanya. Nguo ndio hizi nafanya na mawasiliano na wilaya na yule bwana shamba nitamleta hapa ili afanyeje? Tumepata maafa makubwa sana na mume wangu. Ili aje nimpe matatizo, kama upo msaada tutapata. Haya mwenyekiti, naondoka mwenyekiti. Haya. Asante sana. Nimewasikilizeni vizuri. Karibu, unasemaje? Nimesikia kwamba kuna msaada uliotokea kutokana na mafuriko ile, kuna nguo pamoja na vitu gani? Kwa mimi jina langu lipo. Nimechungulia watu wengi tu wamekuja hapa kulalamika, lakini mimi kila anayelalamika natizama orodha. Je, orodha huyu imepika? Lakini walikuja watu hapa wamelalamika, lakini kwa kuwa majina yao hayapo, nimeona hakuna sababu ya kuwasaidia kwa sababu sina cha kuwasaidia, majina hayapo. Sasa wewe ambaye jina lako lipo, mimi naona nikufarajie kwa neno lako. Asante sana mwenyekiti, kwa hilo nashukuru. Tunatokea mwenyekiti kuchukua msaada wa mafuriko. Kwa nini hujapata? Sijapata. Nimekuja mwenyekiti. Kwa sababu nimekutana na mwanajamii mwenzangu, nakuta wewe umemsaidia. Na yule kupata maafa makubwa kama mimi. Mimi nimekuja kusikitika kwako hujanisaidia kitu chochote mpaka sasa hivi. Mimi umenionea kunitendea haki za msingi. Mimi nilichokusudia au nilichokieleza kwa yule mwenzako mumeo, nimemwambia mipango inafanywa na orodha ya majina ambayo yamenijia kwa sasa hivi. Ndio wale ambao nawapa, ambayo majina katika orodha ya kitabu ambacho cha maafa nyinyi hamupo. Sasa mimi nasikitishwa kwa sababu sitendewa haki za msingi, kwa sababu mimi ndiye wa kwanza kuja kutokana na matatizo yangu, lakini sasa umeninyima haki za msingi. Sikupata mimi kwa sababu mimi ndio nilopata maafa makubwa, nguo, kuku, mifugo, vitu vyangu vyote vimeondoka na mafuriko. Ndio. Mpaka sasa hivi sijapata haki zangu za msingi. Sasa wenzangu mshamgaia. Mimi nimekushajibu juu ya mumeo, nimemwambia utaratibu wa kiofisi unakwenda ngazi juu ya ngazi. Inawezekana kesho kutwa wewe ukapata. Pamoja leo unaona wewe kutendewa haki. Fahamu kwamba ipo siku utatendewa haki. Si hili lingine litatendewa haki. Kwa hiyo mimi ninachoona tufunge hizi habari, tuondoke. Sikutendewa haki za msingi. Kwa jina ninaitwa Maulidi Shindo, ni mkazi wa kijiji cha Ruwatwe. Napenda kuzungumzia kuhusu serikali au wadau wanaotuletea miradi katika kijiji hichi. Pindi wanapotuletea miradi, wapende sana kutushirikisha wanajamii kuliko kuleta miradi kama ileta kinyumecho bila sisi kutushirikisha. Madhara yake yanayotokea mfano kama maji. Kisima tulichohitaji sisi wenyewe wanajamii kilikuwa kule ni kisima cha maji baridi, lakini sasa kisima hicho chimbia wao ni kisima kina maji chumvi kweli kweli, kiasi hata ukinywa anaweza kuzuru. Kwa hiyo naomba serikali na wadau kila wanapotokea miradi watushirikishe wenyewe. Jina langu Makula Aina Juma, ni mkazi wa Ruwatwe. Napenda kuzungumzia juu ya swala zima hususa la ng'ombe. Ng'ombe hapa kijijini wanatuharibia maji, na maji yenyewe ni yale ya asili ambayo tunayo kule bwawani. Kama tulivyoanza kutangulia kuangalia picha au filamu iliyopita ya yule mwanamama anasikitika juu ya maji, basi maji yanatuchafulia ng'ombe, na hii yote kupitia serikali yetu kukubali ng'ombe hapa kijijini. Na sio maji tu, bado ng'ombe hao wanatuasili katika mimea yetu kule bondeni, hususan bamia wanakula, majani ya kunde, mboga zote wao wanakula. Na ukiwafahamisha wenye mifugo wenyewe bado wanakuwa wabishi. Hivyo tu hapa ilitokea dharura ya kupigwa mtunkuki, nayo bado serikali kawa legelege. Kwa hiyo hii naomba serikali iwe karibu sana na sisi juu ya kupokea mifugo hapa kijijini. Asante sana. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi.
Alipokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi. Serikali pokea ujumbe kutoka kwa wananchi, maji machungu sana machafu sisi hatuyawezi.